Hujambo na karibu mtazamaji wetu wa TVC 247. Natumai ubuheri wa afya. Karibu katika habari zetu za saa moja. Jina langu ni Kauthar Maria. Nami ni Martin Bates kama kawa. Ungana nasi hadi tamati, lakini kwanza tuanze na yaliyomo. Visa vya watoto kutelekezwa Kirinyaga vyaongezeka kutokana na wazazi kutafuta ajira mbalimbali. Serikali yalenga wizara na mashirika yasiyotekeleza mipango ya maendeleo kwa hatua kali. Kaunti ya Nairobi kuimarisha msako dhidi ya wadaiwa wa ushuru wa ardhi kabla ya muda wa mwisho. Na kimataifa, Iran yamteua mkuu mpya wa Baraza la Usalama la Iran baada ya kuuawa kwa Lijiran. Na habari kikamilifu ni kuwa wakazi wa Kirinyaga wameeleza hofu yao kufuatia kuongezeka kwa visa vya watoto kutelekezwa na wazazi wao, hali inayochangiwa na changamoto za kiuchumi. Wazazi wengi hulazimika kuondoka nyumbani na kwenda mjini au maeneo mengi kutafuta ajira, jambo linalowaacha watoto bila uangalizi wa karibu. Na kutokana na hali hiyo, watoto wengi hukosa mahitaji ya msingi kama chakula, mavazi na elimu bora. Baadhi yao pia hujikuta wakiishi maisha magumu au kujiingiza katika mienendo hatarishi kutokana na ukosefu wa mwongozo wa wazazi. Viongozi wa jamii pamoja na maafisa wa watoto wameonya kuwa hali hii inaweza kuwa na madhara makubwa kwa jamii, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa uhalifu miongoni mwa vijana, mimba za mapema, na hata wamewataka wazazi kuwajibika zaidi licha ya changamoto wanazokumbana nazo. Aidha, imebainika kuwa umaskini na ukosefu wa ajira na sababu kuu zinazochangia tatizo hili. Wananchi wameibua serikali na wadau wengine kuingilia kati kwa kutoa msaada kwa familia zilizo hatarini ili kupunguza visa vya watoto kutekelezwa. Mamlaka husika sasa zimeanza kampeni za uhamasishaji kuhusu haki za watoto na umuhimu wa malezi bora. Jamii imehimizwa kushirikiana kulinda watoto na kuhakikisha wanakuwa katika mazingira salama. Kwingineko, serikali imeanzisha mikakati ya kuhakikisha wizara na mashirika ya umma yanatekeleza kikamilifu mipango ya maendeleo iliyopangwa. Hatua hii inalenga kuondoa uzembe na kuhakikisha rasilimali za umma zinatumika kwa njia inayofaa. Kupitia sera mpya zinazopendekezwa, taasisi zitazoshindwa kutekeleza miradi ya maendeleo zitachukuliwa hatua za kinidhamu ili kuongeza uwajibikaji wa ufanisi katika utumishi wa umma. Na miradi mingi ya maendeleo imekuwa ikicheleweshwa au kutotekelezwa kabisa kuniradi kutokana na changamoto za kiutawala na usimamizi duni wa rasilimali, hali inayodumaza utoaji wa huduma kwa wananchi. Serikali sasa inalenga kuimarisha ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo ili kuhakikisha fedha zinazotengwa zinatumika ipasavyo na kwa wakati. Hatua hizi zinatarajiwa kuleta mabadiliko chanya kwa kuhakikisha taasisi za umma zinawajibika kikamilifu katika utekelezaji wa majukumu yao. Kwa upande mwingine, serikali ya kaunti ya Nairobi imeanzisha msako mkali dhidi ya wadaiwa wa ushuru wa ardhi ili kuongeza mapato ya kaunti. Hatua hii imechukuliwa baada ya kubainika kuwa wamiliki wengi wa mali hawajalipa ushuru huo kwa muda mrefu. Kaunti imeajiri wakusanyaji madini watakaofuatilia wadaiwa sugu ili kuhakikisha malimbukizi yanayokusanywa kwa ufanisi. Maafisa wa kaunti wameona kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wale watakaoshindwa kulipa kwa haki, ikiwa ni pamoja na kufungiwa mali na kuchukuliwa hatua za kisheria. Mapato ya ushuru wa ardhi ni muhimu katika kufadhili huduma za kimsingi kama afya, ukusanyaji wa taka na uboreshaji wa miundombinu. Hivyo kutolipa kunachangia kudorora kwa huduma hizo. Wamiliki wa mali wamehimizwa kulipa madeni ya kabla ya muda uliowekwa ili kuepuka adhabu, huku kaunti ikisisitiza kutokuwepo kwa msamaha kwa wadaiwa watakaodai agizo hilo. Na kufikia hapa, mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia muda wa sasa, lakini endelea kutegea TVC 247 kwa wanahabari wetu wa saa 3 usiku, Baxton Oseo pamoja na Nancy Anyango. Lakini kabla ya kutamatisha, tupate kauli ya siku kwamba ng'ombe hutikisa mkia,
wala sio mkia kutikisa ng'ombe. Niite Martin Bezi, kila siku nitaitika. Asante sana kwa kuungana nasi hadi tamati. Jina langu ni Kauthar Maria.